رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا مولانا حبا فيه، بجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه. إلهي لا نسألك رد القضاء، بل نسألك اللطف فيه، وعلى آله وصحبه وسلم. Ndugu mtazamaji, karibu tena katika halaka nyingine katika kumsoma Sayyida al-Ula ambaye kwamba ni Sayyida Khadija bint Khuwailid. Leo katika halaka twasoma siratuha qabla al-Islam, mwenendo wa Sayyida Khadija au tarikhi ya Sayyida Khadija, ama historia na Khadija kabla ya Uislamu alikuwa vipi na aliishi vipi. Tumetangulia kueleza kwamba Sayyida Khadija alizawa katika mji wa Makka kabla ya Uislamu na kabla ya kuzawa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa miaka 15. Kwa maana Sayyida Khadija ametofautiana na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwa miaka 15. Ni mkubwa wa Mtume kwa miaka 15. Na Sayyida Khadija tumetanguliza tukasema kwamba alizawa katika mwaka wa 556 wa miladi, na akakulia na akaleleka katika nyumba ya hasab, nyumba ya wajaha, nyumba ya iman, nyumba ya tahara, nyumba iliyokuwa na suluk. Makureshi ama Waarabu walikuwa ni watu wana qiyam akhlaqia, ilikuwa ni watu wana tabia, ilikuwa ni watu watunga sharaf yao, heshima, ilikuwa ni watu wakijichunga sana katika mambo ya kimalezi, mambo ya kujiheshimu, mambo ya ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipokuja katika hadithi yake asema, innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, nimetumilizwa kuja kutimiza makarimul akhlaq. Kwa maana akhlaq zilikuwepo na makarimul akhlaq zilikuwepo, yote yalikuwepo. Mtume amekuja kama kutimiza na kuingiza katika hiyaz ya Uislamu. Kwa Sayyida Khadija alikulia katika nyumba ya sharaf, nyumba ya hasab, nyumba takatifu, nyumba ya suluk, mpaka akawa yuaitwa katika jamii yake pale akiitwa at-tahira, mwanamke aliyetahirika, maana mwanamke aliyejihifadhi. Hii ndio laqab au nickname iliyotangaa kwa Sayyida Khadija kabla al-Islam, kwamba hii at-tahira hajaitwa baada ya Uislamu, la, kabla al-Islam akiitwa kama at-tahira, mwanamke aliyetahirika, aliyejitahirisha, hana machafu, hana sifa mbaya, hana ovu lolote, mpaka akapewa laqab kama hii. Na mara nyingi Sayyida Khadija ilikuwa ni mwanamke ambaye kwamba akiishi na huku akitaka kujua haki ni nini, mara nyingi kanat kathira ma kanat tataraddad ala ibn ammiha Waraqa ibn Nawfal. Mara nyingi Khadija alikuwa akienda kumtembelea na kurudi kwa Waraqa ibn Nawfal. Alikuwa ni mtu ni katika ahlul kitab, alikuwa kana mra'an tanassara, alikuwa ni mtu ni wa kinasara, ameingia katika dini ya kinasara na amesoma vitabu vya kinasara, amesoma vitabu vya nyuma, ajua mengi. Alikuwa ni alim, ni mwanachuoni kwa wakati wake, anayetambua haki ni nini, batili ni nini, ovu ni lipi, mabaya ni yapi, mazuri ni yapi. Kwa Sayyida Khadija alikuwa jambo lolote likimtatiza, akiwa na mushkil nalo, akirudi kwa ndugu yake ambaye ni mtoto wa ammi yake Waraqa ibn Nawfal, akiwa ameona ndoto ampelekea tu'rid alayhi manamatiha, bwana jana nimeota kadha wa kadha wa kadha. Na kila anapopita kwa jambo lolote linalompitia la ihsas au ru'ya au hajis, yeye akipata hisia zozote
akienda kwa Waraka akiwa na stress, akiwa na maudhiko, akiwa na taabu, akiwa jambo la mtia dhiki, huenda kwa Waraka ibn Nawfal, ibn ammi, nimeona kadha 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 kadha, ni vipi? Waraka akimfasiria. Lakini Khadija alipofika wakati sinu zawaj, ikawa sasa ni mwanamke naye ataolewa. Sasa zawaju hakuolewa Sayyida Khadija, licha kwamba pana ikhtilaf baina tawaif alislamia kuhusu kuolewa kwa Sayyida Khadija. Ahlus sunna, sisi ahlus sunna wal jamaa tumeenda kwamba Sayyida Khadija alikuwa ameolewa kabla ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mara mbili. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mume wake wa tatu, licha ya kwamba Mashia wao wasema la, Mtume ndiye mume wake wa kwanza. Sayyida Khadija ndiye mume wa kwanza, yani ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuolewa kwake Sayyida Khadija kwa riwaya za Ahlus Sunna wal Jamaa, tueleza kwa riwaya zetu, asema kwamba ma in balaghat Khadijatu sinna az-zawaj hatta asbahat mahatta anzari shababi Quraish wa ashraf al-Arab. Alipofika tu Sayyida Khadija sinu zawaj, ashavunda ungo tayari sasa kuolewa, ikawa ndio mahal au mahat ya anzar ya shababi Quraish. Kila jicho la Quraish, ashraf Quraish, ashrafu al-Arab, kila mmoja atamani nyumba ya Khuwailid bintu Asad ibn Asad, ataka kwenda kwenye nyumba ya Khuwailid ili aweze kusharafika kumuoa Sayyida Khadija. Kwa ni mwanamke alikuwa atambulikana pale ndani ya Makka katika ifa yake, kujihifadhi, katika kujichunga kwake, katika heshima yake, katika akili yake, katika biashara zake, amejifungua katika pia kibiashara na mengineo. Alikuwa Sayyida Khadija ni fatat rajihat al-aql karimat al-asl min a'raqi buyuti Quraish nasaban. Ilikuwa ni katika ni mwanamke rajihat al-aqli, ana akili yenye kushinda. Ilikuwa ni mwanamke ambaye kama ni karimat al-asli, mwenye asli iliyokuwa tukufu, ni katika a'raq buyuti Quraish nasaba, ni katika tumbo au nyumba bora za kinasaba, nyumba zilizokuwa na nasaba mzuri. Kwa ikawa ataka kila mmoja kumuoa, ikaangukia bahati akaenda akaolewa na Abu Hala ibn Zurara ibn Nabash at-Tamimi. Akaishi na yeye kwa muda usokuwa mrefu, akaruzukiwa mtoto, akazaa na yeye watoto wawili ambao kama ni Hindu na Hala. Kisha Abu Hala akafa. Alipokufa Abu Hala ni tuufia tarikan laha tharwatan dhakhmatan, alimwatia ungwenje, yani utajiri na mali mengi sana. Kwa asli yaanza hapo Khadija kuwa na mali. Alipolewa na Abu Hala alikuwa ni mfanya biashara, alikuwa ni tajiri. Sasa alipofariki Abu Hala akamwachia urathi wote Sayyida Khadija, yani mali yote ya Khadija ya Hala mume wake yakabaki ni Sayyida Khadija. Baada ya hapo akaja akaolewa tena na Atiq ibn Aidh al-Makhzumi. Riwaya zasema huyo Atiq alimwacha Sayyida Khadija, riwaya zingine zasema Atiq alifariki naye akaacha mtoto mmoja ambaye kwa nani ni Hindi. Al-Imam al-Dhahabi katika Siyar A'lamun Nubala ameelezea kwenye juzu ya pili, ameeleza kwamba Khadija awalan kanat tahta Abi Hala ibn Zurara at-Tamimi, kisha alipoondoka Abu Hala akaolewa na Atiq ibn Abid ibn Abdullah ibn Amri ibn Makhzum. Tamam. Huku nyuma tumesema ni Atiq ibn Aidh ibn al-Imam al-Dhahabi kwenye Siyar A'lam an-Nubala amuita Atiq ibn Abid, Atiq ibn Abid.
katika Bani Makhzum. Kisha baada yake akaja akaolewa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa Mtume ana miaka 25, akimwoa Sayyida Khadija, na alikuwa ni asan min an-nabii sallallahu alayhi wasallam bi 15 sana, ilikuwa ni mkubwa wa Mtume kwa miaka 15. Tofauti ya Khadija na Mtume ni miaka 15 kiumri. Khadija alikuwa ni mkubwa wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hayo utapata kwenye Siyar A'lami an-Nubala. Mwanatuoni mwingine Al-Baladhiri katika Asbabul Ashraf kwenye juz'i ya pili, naye ameeleza asema Khadija alikuwa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameolewa na Abu Hala. Tamam. Abu Hala ambaye anaitwa Hind ibn Nabash ibn Zurara min Bani Tamim, akamzalia Hindi ibn Abi Hala, akaitwa kwa jina la babake. Kisha alivyofariki huyu akaolewa na Atiq ibn Abid ibn Abdullah ibn Amr ibn Makhzumi, akamwacha. Kisha akaolewa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na huyu Khadija kabla ya kuolewa na Mtume kanat musammatan liwaraqa ibn Nawfal. Tamam. Ilikuwa kabla kuolewa na Mtume tayari ametajwa na Waraqa. Kutajwa maana yake alikuwa Waraqa amemtaja ataka kumuoa, lakini ikaangukia bahati, faathara Allahu azza wa jalla biha nabiyahu sallallahu alayhi wasallam. Ikaangukia bahati kama ile, ikaondoka kwa Waraqa ibn Nawfal ikaja kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni riwaya ya Ahlus Sunna wal Jamaa, na panao riwaya tuliotanguliza kusema riwaya ya Mashia, lakini hatuko sehemu ya kueleza riwaya kama hizo. Sayyida Khadija alikuwa ni mfanyi biashara. Katika biashara zake Sayyida Khadija kanat tursilu ar-rijala fi tijaratiha, akituma watu katika biashara zake kwenda Sham. Siku hizi ni maeneo ya Syria, zamani Sham ni Syria, ni Jordan, Falastini, zote ziko katika ardhu Shami, Iraqi, Baghdadi, zote zingia katika Sham. Wal Yaman, akipeleka watu Yaman kwa ajili ya biashara. Na alikuwa Khadija ni daima at-tadqiq wa at-tamhis fi man takhtaruhu, alikuwa ni mtu ana dikka, upelelezi na utunguzi wa ndani, ni nani nitampa mali yangu, ni nani nitafanya biashara na yeye ni mtume ili asiwe taingia kwenye hasara kila mara. Kwa alikuwa ni mwanamke ana akili kama tulivyosema, hata tadhmana salamata amwali, ili aweze kudhamini ule kusalimika mali yake na kupata faida iliyokuwa kubwa. Lakini Khadija alipokuwa pale Maka akasikia habari za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Muhammad ibn Abdullah alijulikana kama al-Amin as-Sadiq. Pale Maka alijulikana Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wake wakimuita as-Sadiq al-Amin, yani mkweli muaminifu. Sasa Khadija alipompigia habari ya sidqi Rasul Muhammad ibn Abdullah kabla hajakuwa mtume, kwamba alikuwa na sidqul hadithi, ana idham al-amana, ana karam katika akhlaqi zake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na alipokuwa akikaa na wanawake pale wa Makka, wao kwa wao wakimtaja sana huyo Muhammad, akisikia wanawake wakimtaja sana Muhammad ibn Abdullah alikuwa kadha kadha wa kadha. Na aliwahi mara kadhaa Sayyida Khadija alipokuwa anatoka zile, wakitoka nje na wanawake wenzake, Sayyida Khadija katika siku za ayadi zile aliwahi kuona mambo fulani kama ishara, amekuja mtu kumtaka kadha wa kadha hivi, akapata zile ishara kama ile kwamba huyu ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini Sayyida Khadija baada ya kupata habari mzuri na sifa mzuri za Muhammad ibn Abdullah, akafa'aradat ama faba'athat ilayhi fa'aradat alayhi an yakhruja fi maliha tajiran ila Sham. Akaja akamwomba Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba nataka ufanye biashara na mimi, utukue mali yangu uende ukaniuzie, tufanye biashara kama kumkodisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Na panari wako Abu Talib ibn Abdul Muttalib ambaye ni ammi yake mtume ndiye alimshiria bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aenda kwa Khadija ukafanya biashara na yeye. Na itakumbuka kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda Sham mara mbili kwa ajili ya biashara. Mara ya kwanza alienda akiwa na umri wa miaka 12, alienda na ammi yake Abu Talib, na mara ya pili alienda kwa biashara za Sayyida Khadija binti Khuwailid. Abu Talib alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ana rajulun la mala li, mimi ni mtu sina mali, waqad ishtadda zamanu alaina, na zama zimetubana, zimetukaza, shida, tabu, watoto wengi. Abu Talib alikuwa na watoto wengi, kina Sayyidina Ali, kina Aqili, kina Jaafar na wengineo. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kileleo kwenye nyumba ya nani? Ya Abu Talib. Kwa hiyo qad ishtadda zamanu alaina wa hadhihi iru qaumika, na hum safara wa qaumu wako, qad hadara khurujuha ila Sham, umefika wakati wa kwenda wapi? Sham. Wa Khadija bintu Khuwailid tab'athu rijalan min qaumika fi iratiha, na Khadija bintu Khuwailid hutuma wanaume katika misafara yake, biashara yake. Falau ji'taha fa'aradta nafsaka 'alayha la asra'at ilayka. Muhammad, kwa tabia uliokuwa nao na uaminifu uliokuwa nao, lau utaenda kwa Khadija utamueleza kadhia yako kwamba utaka kazi, basi la asra'at ilayka, Khadija atakuwa na haraka sana katika kunini? Kukujibisha na kukupokea. Na ikamfikia Khadija mazungumzo yalopita kati ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama pamoja na ammi yake kabla mtume hajaenda, fa arsalat ilayhi fi dhalik. Khadija akatumana kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuhusu hiyo biashara. Biashara, sikiliza kipande hiki. Biashara alisema Sayyida Khadija, ana u'tika dhi'fa ma u'ti rajulan min qaumik, nitakupa zaidi ya naowapa katika watu wako, kaumu zako. Kwa maana ikiwa mtu akaenda kunifanya biashara, mimi namlipa asilimia 10, basi wewe nitakupa asilimia 20 au 30 au 40 ya mali yangu. Kwa maana malipo yatakuwa ni dhi'fi ya adhaaf, yani itakuwa ni nyongeza na nyongeza. Sayyida Khadija akamwambia mtume sallallahu alaihi wa sallam sampuli hiyo. Ndiye Abu Talib akamwambia bwana mtume Muhammad, hadha rizqun qad saqahu Allahu ilayka, hii ni riziki ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekuletea. Ndio mtume akatoka pamoja na ghulamu Khadija akijulikana kama Maisara, akatoka na Maisara. Huyu Maisara alikuwa ni mtumishi wa Sayyida Khadija au ni khadim wa Sayyida Khadija, akatoka na mtume sallallahu alaihi wa sallam kwenye biashara. Lakini huyu Maisara pamoja na kwamba ni msaidizi wa mtume katika biashara yake na katika safari yake na kumtumikia mtume, ila pana mambo fulani alikuwa ameambiwa na Khadija. Khadija akamuhusia an yaquma ala khidmatihi, amtumikie mtume vizuri, wa alla yukhalifa lahu amran, na asimkhalifi na lolote, wa an yarsuda laha ahwalahu, mtunguze mpeleleze huyu Muhammad yuko vipi, ni muaminifu kweli kama inavyozungumzwa au ni maneno tu watu wamuona hivyo. Yani mtunguze hali zake zote, hatua baada ya hatua, sawa, hatua baada ya hatua. Sasa walipokuwa wasafiri na mtume sallallahu alaihi wasallam na wakafika Busra ya Sham, wakashuka katika kivuli cha mti, wakakutana na Nastur rahib, padri mmoja pale. Akamwambia kwamba kwenye huyu mti, ma nazala tahta hadhihi shajara qat illa nabii, huyu mti hajawahi kushuka mtu isipokuwa huwa nani? Ni mtume, amesoma katika vitabu. Kisha yule Nastur akamwambia Maisara, hebu mtunguzie huyu mtu wako alikuja na afi ainihi humra. Qala Maisara, na'am la tufariqhu, na wekundu. Akamwambia huwa nabiyun wa huwa akhirul anbiya, huyu ni mtume na huyu ndio mwisho wa nani? Wa mitume, ni huyu mtume wa mwisho huyu. Na kabla ya hapo mtume alipokuja na Abu Talib pia alipata habari kama hizo, akaelezewa ammi yake Abu Talib, paka ndio sababu ya kumrudi na mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mji wa Makkah. Kisha yule Nastur akanunua ile sil'i ya mtume yote, ile bidhaa yote zile akanunua yeye, sawa. Kukatuka baina yake yeye na mtu mwingine ugomvi fulani hivi katika kuuziana mtume, yani si Nastur alionunua mali yote, yani afwan,
katika kuuziana mtume akauza mali yote, lakini katika kuuziana ikawa ile mambo ya kuvutana ile, hii ni kadhaa, hii ni hivi, ule mtu akaapa akama ahlifu billati wal uzza, ihlif billati wal uzza, apa kwa Lata na Uzza, kwa sababu ndio miola ikiabudiwa na makureshi ndani ya wapi? Ndani ya Maka. Mtume akamwambia mtume, ma ahlifu bihi ma qat wa inni lamruun, sawa, sito apa na hao kabisa, mimi ni mtu ambaye kwamba siwaamini hao. Mtume fa'aradha anhuma faqala ar-rajul al-qawlu qawlu, kisha akamwambia Maisar, hadha wallahi nabiyyun najiduhu ama tajiduhu ahbaruna man'utan fi kutubihim. Akaeleza zile dalili ya kwamba huyu ni mtume. Na Maisara ilikuwa ikifika kwenye wakati wa al-hajra, yani wakati wa malamtana, wakati wa jua pale limeanza kuwaka, washtadda al-har, aona malakain, malaika wawili waja kumfinika mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na jua, kwa maana kulikuwa na kivuli, sawa, mithla al-ghamamati an-nasara sa'ira taqi harra watis lilhajiri hami, kukija kumlinda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yote hayo Maisara fawaa dhalika, akayapulika vizuri, akayatia akilini, na ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qad alqa alayhi almahabba min Maisara, ikawa mtume amepewa mahaba ya Maisara, Maisara amempenda mtume, fakana kaannahu abdun lahu, ikawa kama Maisara ni mtumwa wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakauza biashara zao, wakapata faida nyingi zaidi ambayo kwamba Khadija hakudhania kabisa. Hawajapatapo kupata faida kama hini ambayo kwamba ilipokuwa msafara ule umeenda na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walipokuwa wanarudi, wamefika Marru Dhahran, Maisara akamwambia, ya Muhammad intaliq ila Khadija, Muhammad enda kwa Khadija, fa akhbirha bima sana Allahu laha ala wajhika fa innaha ta'rifu laka dhalika. Enda akamweleza Khadija namna ulivyofaidika, namna ulivyozalisha biashara yake, namna ulivyoleta matunda mazuri. Khadija atalitambua hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda mpaka akaingia Makka wakati wa mchana, na Khadija amekaa juu ya nyumba yake, amwangalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamwona mtume wa huwa ala ba'irihi wa dakhala alaiha fa akhbaraha bima rabihu fi tijaratihim fasurrat bidhalik. Khadija akapatwa na furaha kwa lile. Maisara alivyoingia naye akampa habari zile za ule rahib aliozungumza ile Nastur, na akaeleza ile khilafu iliyopatikaniwa katika bai'i na ule mtu, paka kumbe hapa kwa Lata na Uzza mtume kukataa, na akaelezea ile ribhi ambayo kwamba ilikuwa imepatikaniwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zaidi na zaidi, na akaeleza pia ile miujiza aliyoiona njiani, mara kuna kivuli cha mfuata, mara pana hili, mara pana hili. Ala kulli hal, biashara ya Khadija na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikawa sampuli hiyo. Saida Khadija akafaidika sana na biashara ikawa na faida kubwa, na Saida Khadija hapo sasa ndio akaanza kuvutiwa na kumpenda na kumfikiria bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Insha Allah walil hadithi baqiya, wakati wa mbele insha Allah katika halaka itakayotangulia tutaelezea zawaju Khadijata birrasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Khadija kuja kuolewa na bwana mtume Muhammad, au ndoa iliyopatikaniwa ya Khadija na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Usiache kufuatilia vipindi kama hivi katika TV yetu pendwa ya Al-Ihsan TV. Insha Allah Mwenyezi Mungu awabarikie na atubarikie sote wenye kusikiliza na wenye kufuatilia vipindi kama hivi. Wassalamu alaykum wa afwa minkum wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.
Ramadhan.